kuja kwa baraka za nini za sunna. Walitirmidhi nahwuhu, na ana alimamu Tirmidhi mfano wa hizo na hivyo kwamba wazada arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghribi, na amezidisha kwamba rakaa 4 kabla ya dhuhuri na rakaa 2 baada yake na rakaa 2 baada al-maghribi wa rak'atayn ba'da al-isha na rakaa 2 baada ya isha qabla salati wa rak'atayn qabla salati al-fajr na rakaa 2 kabla ya salati al-fajr. Na zote hizi ni sunna ambazo zina malipo yake makubwa. Kwa hiyo kama mtu atakuwa hana la msingi basi adumu nazo, sababu kuna watu ambao ni asili yao ile asalamu alaykum wa rahmatullah, akigeuka hivi mlango kashaangalia kabisa, kishapiga location kwamba pale nikimvuka huyu nishapata mlango huyo hivyo, yani walil khamsa, na wana al-aimmatul khamsa anha kutoka kwake Ummu Habiba, huyo man hafadha ala 4 qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha haramahu Allahu ta'ala ala an-nar, atakayedumu na kuhifadhi rakaa 4 kabla ya dhuhuri na rakaa 4 baada yake Allah atamharamishia yeye kutoka na nini moto, kama hataingia motoni. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, na kutoka Abdullah ibn Umar Allah amridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, rahimallahu mra'an, Allah amrehemu mtu salla 4 qabla al-asr, ambaye taswali rakaa 4 kabla ya nini al-asr. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa hasanahu ay at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah wa sahahahu ay al-Imam Ibn Khuzaimah sahaha hadha al-hadith wa hasanahu al-Imam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala ala al-jami'. Wa an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani rahimahullahu ta'ala, kutoka Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani Allah amrehemu, anin nabii sallam, kutoka Mtume sallam, qala, amesema sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, thumma qala fi thalitha liman sha'a karahiyata an yattakhidhaha an-nasu sunna. Anasema Mtume kwamba alisema kwamba salini kabla ya maghribi, salini kabla ya maghribi kuhusu nini? Kuhusu swala za sunna hivyo kule. Kisha akasema mara ya tatu wale ambaye atataka yeye kuchukia watu kufanya hiyo jambo kama sunna hivyo, kwa vile kutokea kwamba kuna baadhi ya watu huenda wakatokea wakataka hivyo moja kwa moja, kwa sababu itafikia hatua kwamba khashiyata an yadhunna annaha sunna ratiba fata'khudha hukma ar-rawatib, hizo ile katika hukumu ya sunna ar-rawatib. Hivyo maana atakayekuwa, sababu huenda watu wakachukia hivyo au wakazoea kwa maana katika zile sunna ar-rawatib hivyo. Fi riwaya fi rawahu al-Bukhari wa fi riwaya ibn Hibban anna an-nabiy sallam salla qabla al-maghrib rak'atayn, Mtume sallam aliswali kabla ya maghrib rak'a ngapi? 2. Wali Muslim na ana al-Imam Muslim qala, amesema kwa kutoka kwa nani? Sahaba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, amesema kunna nusalli rak'atayn ba'da ghurubi shamsi wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Ilikuwa tukiswali sisi baada ya kuchomoza jua, na ilikuwa Mtume tulikuwa tuswali rak'a 2, na Mtume alituona na wala hakutuamrisha wala kutukataza. Kwa jambo ni jambo ambalo ni lenye usaa, tunaweza kani akafanya au akaacha. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah mridhia, amesema ya kwamba kana nabii sallam yukhaffifu rak'atayn allatayn qabla salati as-subhi, ilikuwa Mtume akizikhafifisha zile rakaa 2 ambazo zilikuwa zipo kabla ya nini ya salatu subhi, zile ambazo ndio tumesema hizo khairu min ad-dunya wa ma fiha, khairu min ad-dunya wa ma fiha. Hata inni aqulu, mpaka mimi nilikuwa nasema aqara bi ummi al-kitab, mbona kafupisha vile sana? Je, huyu kasoma suratul Fatiha huyu? Yale jinsi inavyokuwa fupi hivyo, muttafaqun alayhi, mpaka anahofia kwamba huenda ikawa suratul Fatiha haijasomwa. Hata inni aqulu aqara bi ummi al-kitab, ay bi suratul Fatiha, ndio ummu al-kitab. Je, kwamba huyu, mpaka mimi nilikuwa nafikia kusema kwamba je, huyu kasoma suratul Fatiha au hajasoma? Kwa maana kwamba anakuwa anafupisha sana ile swala.
aqara hivi huyu kasoma, aqara hamzul istifhami muttafaqun alayhi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na kutoka sahaba Abu Hurairah Allah amridhie, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qara fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Kama mtume kwenye hizo rakaa mbili hizo ambazo mfupi za kabla ya asubuhi alikuwa za sunna zile za faradhi, hivyo sunna kabla tuefahamiane sana zile rakaa mbili za alfajiri. Basi akasema kumbe jambo jepesi, ikawa sana uvivu wako alafu amaliza uvivu bado unao. Zile kabla alisoma suratul kafirun kadhalika na suratul ikhlas, rawahu Muslim. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah amridhie amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha salla rak'atay al-fajr idtaja ala shiqqihi al-ayman, alikuwa mtume sallam atakaposali raka mbili za alfajiri ilikuwa hunini hulala ubavu kwenye upande wa nini wa ubavu wake wa kulia, idtaja ala ubavu kwenye upande wake wa kulia. Halali kama wale ambao mpaka ikama ndo amka naenda swali hivyo na akashalala huyo, sio hivyo. Rawahu al-Bukhari. Wa Nabii Hurairah radhiyallahu anhu qala, na kutoka Abu Hurairah Allah mridhi amesema, kana an-nabiy qala rasulullah sallam, amesema mtume sallam, idha salla ahadukum ar-rak'atayn, atakaposali mmoja wenu rakaa mbili, kabla salati subhi, kabla ya sala ya subuhi, falyadtaji ala janbihi al-ayman, basi na lebavu hiyo ubavu wake wa kulia. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahahu, ila na mafundisho yake, na al-Imam al-Albani ni kaisahihisha hivyo. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu, na kutoka Abdullah ibn Umar Allah mridhie, qala amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallam, salatul layli mathna mathna, sala za usiku ni mbili mbili. Fa idha khashiya ahadukum as-subha, atakapokhofia mmoja wenu kuchomoza asubuhi vile, salla rak'atan wahida, hizo mbili mbili hizo ataswali tena juu yake rakaa hii moja, yutiru lahu ma qad salla, hiyo moja hiyo imfanyie witri kile kiwango cha idadi ya swala ambayo kaziswali, ili ziwe witri. Sio mbili mbili, kwa kama ukiendelea na mbili mbili zitakuwa shufa hizo. Akihofia kwamba alfajiri uende kachomoza hapa, asitengene nyingine hii moja, ili hii moja ijalie zile nyingine ambazo ni shufa ziwe witri. Muttafaqun alayhi. Wal khamsa wasahahahu Ibn Hibban bilafdhi salatu al-layli wan nahari mathna mathna, wa qala an-Nasa'i hadha khata'un. Lamu an-Nasa'i sema kwamba hii ni kosa, kwamba swala za usiku na mchana mbili mbili maili ni kosa, ingawa al-Imam Ibn Hibban kasahihisha. Wa Nabii Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abu Hurairah Allah amridhie, qala amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallam, afdalu salati ba'da al-fariidati salatu al-layl, bora ya swala baada ya faradhi ni swala nini? Swala inayoswaliwa usiku. Swala za usiku zina ubora wake. Kwa hiyo kwa maana kwamba yashangaza kama mtu yani kama sio magharibi na isha akumbuke kuswali usiku. Kuna watu hapo hivyo, yani ni msiba, ni mtihani sana. Yani unaweza kukuta kwamba lakini mimi sina dumu zile za faradhi. Kile kitendo cha kutokuongeza katika mambo ya ziada katika sunna, basi pia sio jambo zuri hilo, msiba au mtihani wa kupigwa takbira 4 hasa. Wa Nabii Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, kutoka sababu Ayyub al-Ansar Allah amridhie, amesema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba kama mtume sallam qala, amesema al-witru haqqun ala kulli muslimin, witri ni haki juu ya kila Muislamu. Maana wametofautiana ulama, mpaka wengine wamesema kwamba ni wajibu, lakini sahihi kwamba witri ni sunna ambayo ni muakkada, na mtume alikuwa akidumu nayo hadaran wa safaran. Hivyo man ahabba an yutira bi 5 falyaf'al, atakayetaka asali witri kwa rakaa 5 na afanye. Wa man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al, na atakayetaka asali witri rakaa ngapi? 3, basi na afanye, kwa maana kwamba 1 3 hivyo. Wa man arada an yutira bi wahidatin falyaf'al, na atakayetaka kusali witri kwa rakaa 1 basi na afanye.
hakuna makosa juu yake. Rawahu al-arba'a illa Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban wa rajjaha an-Nasa'i wafqahu. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Ali Allah amridhia amesema, alaysa al-witru bihatmin, witri sio wajib, bihatmin ay biwajibin, kahayati al-maktuba, kama muonekano wa sala ya faradhi, walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallam, lakini sunna ambayo Mtume sallam ndio alieka sunna hiyo. Rawahu Tirmidhi wa hasanahu wa Nasa'i wal Hakim wa sahahahu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Jabir Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qama fi shahri Ramadan, alisimama katika mwezi wa Ramadhan, thumma intadharuhu min alqabilati falam yakhruj salat tarawih, kisha wakamngojea siku ya mbele na yeye hakutoka, wakamngojea siku ya mbele inayofuata hakutoka. Waqala, na akasema, inni khashitu an yuktaba alaykumul witr, mimi bwana ninahofia isije kafaradhishwa juu yenu witr. Rawahu Ibn Hibban, kama isije kafaradhishwa, na hiyo ndio sababu ya Mtume kutakhallaf, kutokusali nini, kutokusali tarawih jamaa kwa mtiririko. Wa an Kharija ibn Hudhafa, na kutoka kwa Kharija ibn Hudhafa radiyallahu anhu Allah amridhie, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humurin na'am, hakika Allah amekupeni madadi nyinyi, amekupeni ukunjufu nyinyi kwa sala ambayo ni bora kwenu nyinyi kuliko ngamia wekundu. Na ametia ngamia wekundu kwa sababu ngamia wekundu ilikuwa ndio anfasu al-amwal inda al-arab, ndio mali bora kwa Waarabu. Qulna wama hiya ya Rasulullah, tukasema ni swala ipi hiyo ewe Mtume, ewe Mtume wa Allah? Qala, Mtume akasema, al-witri ma baina salati al-isha ila tulu'i al-fajr, ule muda unaopatikana baina ya sala ya Isha mpaka kuchomoza kwa al-fajiri. Rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i, lakini vile vile wasahahahu al-Hakim. Wa rawa Ahmad an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi nahwahu, na amepokea Imam Ahmad kutoka kwa Amr ibn Shu'aib kutoka babake, kutoka babu yake, mfano wa hadithi hii. Wa an Abdullah ibn Buraidah, na kutoka kwa Abdullah ibn Buraidah an abihi, kutoka baba yake radiyallahu anhuma Allah waridhie, sahabiyun ibn sahabi. Qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alwitru haqqun faman lam yutir falaysa minna, witri ni haki, asiyesali witri basi yusi katika sisi. Akhrajahu Abu Daud bisanadin layyin wa sahahahu al-Hakim. Hayo pia ukichanganya hadithi zote hizo wapata natija kwamba ulama wametofautiana kwenye hukumu ya hii witri, lakini kauli iliyokuwa ni aqwa na ni arjah ni kwamba ni sunna ambayo ni muakkada, sio kama ni faradhi. Wala hu shahidun dha'ifun an Abi Hurairah 'inda Ahmad, lakini hadithi hii ina shahidi nyingine ambayo shahidi yenyewe dhaifu, ambayo haipokea ni kutoka kwa sababu Abu Hurairah 'inda Musnad al-Imam Ahmad. Imekuja man lam yutir falaysa minna, imekuja hivyo hiyo hadithi. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha Allah amridhie, amesema, ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan, Mtume alikuwa hazidishi, hakuwa akizidisha Mtume kwenye Ramadhani wala sio kwa Ramadhani zaidi idadi ya raka ngapi? 11. Yusalli arba'an, ilikuwa akiswali 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, usiulize kuhusu uzuri wake na urefu wake. Anasema ndefu mkiyama asahili yao. Thumma yusalli arba'an, kisha usali raka nyingine ngapi? 4. Wala tas'al an husnihinna wa tulihinna, usiulize kwenye kunako uzuri wake na urefu wake. Thumma yusalli 3, kisha alikuwa usali raka ngapi? 3. Qalat Aisha, akasema Aisha, faqultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah, atanamu qabla an tutir,
qala ya Aisha inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Akauliza Aisha kumwambia mtume, mtume walala wewe kabla ya kusali witri? Akamwambia, ewe Aisha, hakika macho yangu yanalala lakini moyo wangu haulali. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwaya lahuma, na katika riwaya ya wawili hawa ambao ni al-Bukhari na Muslim, kana yusalli min al-layli 10 rak'at wa yutiru bi sajdatin wa yarka'u rak'atay al-fajr fatilka 13. Sema mtume alikuwa akiswali usiku rakaa 13 na akifanyia witri rakaa ngapi? Kwa sijida moja nyingine. Nilikuwa akiswali rakaa 2 za alfajiri, hizo ngapi zitakuwa? Ni 13. Wa anha radhiyallahu anha, na kutoka kwake Allah mridhi, qalat, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'atan. Kwa mtume akiswali usiku rakaa ngapi? Rakaa 13. Yutiru min dhalika bi 5, huzifanya witri hizo alizoziswali hizo kwa rakaa ngapi nyingine? 5. La yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, hakai kwenye nini? Kwenye witri hiyo, isipokuwa mwishoni kwake, bila kuunganisha witri moja kwa moja. Witri ina kaifia mbili, kuna kutoa salamu na kuna kule kutoa salamu isipokuwa kwenye rakaa ya mwisho hivyo, na kaifia maarufa. Wa anha, na kutoka kwake radhiyallahu anha Allah mridhi, qalat, amesema min kulli al-layli qad awta rasul sallam fantaha witruhu ila as-sahar, kwamba kila usiku hakika mtume aliswali witri ikamalizikia kule kufanya kuswali kwake witri kwenye wakati wa nini? Wa as-sahar, yani qubaila al-fajr, ndio as-sahar hiyo. Na muttafaqun alayhima. Ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala, kutoka Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah mridhi na babake, amesema qala li Rasulullah, aliniambia mimi mtume wa Allah, ya Abdullah, ya Abdullah, aliniambia la takun mithla fulan, usiwe mfano wa fulani. Kana yaqumu min al-layli fataraka qiyam al-layl, alikuwa swali usiku, asimama usiku akiswali akaacha kule kusimama usiku wa kuswali, akaacha. Usiwe kama fulani, kwa sababu ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Kadhalika wa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na kutoka Ali ibn Abi Talib Allah mridhi, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallam, autiru ya ahla al-Qur'an fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Ahlul Qur'an ashangaza kwamba mtu kahifadhi alafu hasali witri, yani Allahu al-musta'an. Ya salimu sali witri lini? Allahu al-musta'an. Yani sana yasali sali witri lini? Inshallah ni siku gani hiyo? Swali witri, enyi watu wa Qur'ani. Tuliziona hadithi kwenye tibiani zote hizo. Hakika Allah ni witri husali, hupenda nini? Hupenda witri. Rawahu al-khamsa wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Wa an Ibn Umar radiyallahu anhuma, na kutoka sahabu Abdullah ibn Umar Allah mridhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika mtume sallam, qala, amesema ij'alu akhir salatikum bil-layli witra, jalieni mwisho wa sala yenu usiku nini? Witri. Muttafaqun alayhi. Wa an Talq ibn Ali radiyallahu anhu, kutoka Talq ibn Ali Allah mridhi, qala, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume sallam akisema la witrani fi lailatin, hakuna witri mbili katika usiku mmoja. Na hapa kuna kosa ambalo limeenea. Ramadhani kuna wale ambao husali tarawih kisha husali tena nini? Usiku. Asali witri tarawih, ayosali witri nyingine usiku akiamka, na usiku ni ule ule mmoja, kwa maana ule usogora na kutokujua wengine hivyo. Na kilichokuwa cha sawa kuchonga wakati zaidi, ili tukamilishe mlango, kwamba yatakiwa ima aswali witri wakati ule au aswali witri, ila akija akiswali usiku, kabla ya kuswali hizo rakaa zake aswali rakaa hii moja kwanza, hii moja hii avunje ile witri ile, kisha atakachoswali hicho mbele atakuja kuswali nyingine witri, hapo sawa. Lakini sio hivyo wanaofanya watu hivi. Rawahu Ahmad wa thalatha
وصححه ابن حبان كما رواه الأربعة والغفوفي. وعن علي بن كعب رضي الله عنه قال نكتب علي بن كعب الله مرضيه amesema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume sallam yuthiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hizi kaifia maarufa hii witri tatu zile ambazo kwa Kiswahili ya mwanzo alikuwa akisoma suratul a'la, ya pili alikuwa akisoma suratul kafirun, ya tatu alikuwa akisoma suratul al-ikhlas. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa zada wala yusallimu illa fi akhirihinna. Nilikuwa hapa salamu isipokuwa kwenye nini? Kwenye raka ya mwisho kama alikuwa akiunganisha. Tahiyatu hakai yasimama moja kwa moja, raka mbili hakuna tahiyatu, wala tahiyatu raka ya mwisho tu. Kaifia hiyo. Na ipo nyingine ya kwamba ukae ya pili utoe salamu kisha swali moja. Ipo kaifia hiyo pia imethibiti. Akisoma raka zipo tatu. Raka ya kwanza akisoma suratu al-Fatiha kisha soma sabbih isma. Raka ya pili akisoma suratul Fatiha kisha soma nini? Qul ya ayyuhal kafirun. Raka ya tatu akisoma suratul Fatiha kisha soma nini? Suratul Ikhlas. Hivyo. Kuna hivyo pia imetajwa na ulama. Na hiyo hadithi inakuja mbele eleze. Hiyo hadithi tunayosoma inaeleza tunayosoma wewe. Inakuja mbele. Kwa maana kuna kaifia hii na kuna kaifia mbele hii ambayo amepokea Imam Abu Daud na Imam Tirmidhi mfano wake kutoka kwa Aisha, na ndani yake kullu suratin fi rak'a, kila sura kwenye rak'a moja. Wa fil akhira wa fi rak'ati al akhira, na kwenye rak'a ya mwisho alikuwa akisoma mtume qul huwallahu ahad, kisha wal muawwidhataini suratul nas na suratul falaq. Kwa hiyo kaifia pia imethibiti, hiyo pia imethibiti ambayo pia kufanya baadhi ya misikiti pia ni sahiha. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, na kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri Allah amridhie, anna an-nabiy sallam kamtume sallam amesema qala autiru qabla an tusbihu, salini witri kabla ya kupambazuka asubuhi. Rawahu Muslim wal Ibn Hibban, maana kwamba mtu anatakiwa sali witri kabla ya kupatwa na asubuhi. Man adraka as-subha wa lam yutir fala witra lah, atakayedirikia asubuhi kabla ya kusali witri basi hana witri tena. Hakuna witri ambayo imetajwa baada ya asubuhi hii, ndio anakusudia hapa Sheikh. Wa anhu radiyallahu anhu qala, na kutoka kwake Allah amridhia amesema, ambaye ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, man nama 'anil witri au nasiyahu falyusalli idha asbaha au dhakar. Atakaye lala akaacha witri au akasahau basi na swali atakapopambaukiwa na asubuhi au atakapokumbuka. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasaiya, kwa maana yule ambaye atakuwa ana kawaida ya kuswali lakini ana kawaida ya kuswali. Hata zile ar-rawatib wapo waliosema ulama kwamba zalipo lakini atakaye kuwa na kawaida ya kuswali. Hivyo kadhalika wa an Jabir radiyallahu anhu qala, kwa Jabir Allah amridhia amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, man khafa alla yaquma min akhir al-layl falyusir awwalahu, atakayehofia kutokusimama mwishoni mwa usiku basi na swali witri mwanzoni mwake. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyusir akhir al-layl, na atakayekuwa na tamaa kwa na matumaini kwamba ataswali mwishoni mwa usiku basi falyusir akhir al-layl, na swali witri mwishoni mwa nini? Mwa usiku. Fa inna salata akhir al-layl mashhudatun wa dhalika afdalu, hakika swala ya mwishoni mwa usiku ni yenye kushuhudiliwa na hilo ni bora. Rawahu Muslim. Wa an Ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallam, kutoka Abdullah ibn Umar Allah amridhie amesema Mtume sallam qala, amesema Mtume idha tala al-fajr faqad dhahaba waqtu kulli salati al-layli wal witri, itakapochomoza alfajiri itakuwa imeshaondoka kila wakati wa swala ya usiku na witri vile vile. Fautiru qabla tulu'i al-fajr, salini witri kabla ya kuchomoza nini? Al-fajiri. Rawahu Tirmidhi. Wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa Aisha Allah amridhie, qalat, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallam yusalli dhuha arba'an,
akiswali swala ya dhuha raka ngapi? 4. Wayazidu masha Allah, alikuwa huzidisha zaidi ya kwa namna atakayotaka Allah, kwa maana zaidi ya hapo. Rawahu Muslim. Walahu, na ana yeye al-Imam Muslim, anha ay ana Aisha, annaha su'ilat kwamba yeye Aisha aliulizwa, hal kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli dhuha? Qalat la illa an yaji'a min maghibihi, kwa mtume je alikuwa akisali salatu dhuha? Akasema la, alikuwa hasali dhuha isipokuwa aje kutoka safarini kwake. Maghibi hai min safari. Sasa hapa mahanabila wanasema hivi, kudumu na salatu dhuha ni jambo ambalo ni makruhu, watakosali siku nyingine uache. Walahu anha ay wali muslimin an Aisha radhiyallahu anha, ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli qattu subhata ad-duha wa inni la usabbihuha, sijapata kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali katu akiwa anaonesha subha, ikiwa ina maana ya swala akiswali swala ya dhuha, subhata dhuha, swala ya dhuha, isipokuwa wa inni la usabbihuha, isipokuwa na mimi, isipokuwa na nini, na iswali swala hiyo, ila usalliha hivyo. Wa an Zaid ibn Arqam, na kutoka kwa Zaid ibn Arqam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mtume sallam qala, amesema, salatul awabina hina tarmadul fisal, swala ya wale nini, wale wa nini, wale wenye kurejea, ni pindi pale ambapo tarmadul fisal, kwa maana ya kwamba aitusibu haramdha fi khufafiha min harri al-ardi, ni kipindi ambacho kusibiwa yeye na mchanga kwenye nyao zake kutokana na jua na joto la ardhi, bisababi ni ikasi shamsi alaiha, kwa sababu ya kule kupondoka nini, jua. Kwa maana ikiwa ina maana ameelezea swala ya sunna ambayo kusaliwa baada ya kupinduka nini, jua. Na alfisal jamu fasil wa huwa waladun naqa, na ule ni mtoto wa nini, mtoto wa ngamia. Kwa hiyo sentensi ina majazi, ikiwa ina maana swala ya wale wenye kurejea kwa Allah sana, al-awwabin, wenye kurejea kwa Allah sana, wale ni kipindi hicho ambacho nakitaja hapa shekhe. Ukitaja kifupi tu kama alivyosema mtume kwamba ni kipindi ambacho huporomoka, hupambanuka nini, hupondoka jua. Rawahu Tirmidhi. Lakini ukitafsiri neno kwa neno kuna maana nyingine ambayo inakuja. Akhrajahu Muslimun, ametaja hadithi ya Muslim, hadithi nambari 748, watamko anna Zaid ibn Arqam raa qauman yusalluna min ad-duha, kwamba Zaid ibn Arqam aliona watu ambao wakisali katika salatu ad-duha wao. Faqala, akasema, ama laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi saa afdalu, hivi hamjajua kwamba hivi hawajajua hawa kwamba swala kwenye wakati usiokuwa huu ni bora? Bila shaka hayo maneno kwenu ima yamekuja au hayapo au yako baada ya haya maneno yangu. Kwa subiri nikamilisha, alafu mtaona kwamba tumeafikiana shapa au haziafikiana. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume sallallahu alaihi wasallam, salatul awabina hina tarmidu alfisal, au hina tarmadu alfisal, hivyo ikionyesha athari ambazo tulichokiongea. Wa an Anas, imekuja hivyo kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, man salla ad-duha 12 rak'a, atakayeswali duha rak'a 12, bana Allahu lahu qasran fil janna, Allah atamjengea yeye nini, qasri peponi. Rawahu Tirmidhi wa sagharabahu, amepokea Imam hii hadithi ya Imam Tirmidhi na akaiona kwamba ni gharibu, akifanya kwamba ni gharibu. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah mridhia, amesema, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliingia mtume sallam baiti, nyumbani kwangu, fa salla ad-duha 8 rak'at, akaswali sala ya dhuha raka ngapi? Raka 8. Rawahu Ibn Hibban fi sahihi, ya Imam Ibn Hibban katika sahihi yake. Kwa hiyo leo tutawakafia na kusimamia hapa, tutakuja kuendelea kesho babu salati aljamaa. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk, wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.